Leo siku hii ya Ijumaa, kwa niaba ya walimu wote, wazazi na wanafunzi wa Bungoma, tuko hapa Sirisia ili kuhakikisha ya kwamba wanafunzi wetu wamepewa nguo, sare ya shule na Mheshimiwa Lendrix Waswa. Kwa niaba ya walimu na wazazi, nataka kushukuru Mheshimiwa kukumbuka hawa wanafunzi. Ni wanafunzi wa umri mdogo sana, na ni jambo ambalo hawatasahau maishani mwao. Ni jambo ambalo litafanya hawa wanafunzi wakae shuleni kusoma kama wanafunzi wengine, kwa sababu walimu walikuwa wanagagua wanafunzi ambao wanatoka kwa familia ambazo hazijiwezi. Ukiangalia nguo ambazo wanafunzi walikuja nazo hapa asubuhi zilikuwa zimeraruka, lakini saa hizi wanafunzi wamevalishwa nguo rasmi za shule zao. Nataka kushukuru Mheshimiwa Lendrix na kusema ya kwamba huu ni mwanzo mpya. Tujaribu tusaidie wanafunzi na pia tusaidie wazazi vile unawasaidia. Mimi nataka kuambia ya kwamba kama chama cha kutetea maslahi ya walimu, tutatembea na Mheshimiwa kwa lolote lile, ili pia alete mabadiliko katika maeneo yetu haya ya Bungoma East kwa ujumla. Sina mambo mengi, nataka tu kurudisha shukrani kwa niaba ya walimu wote, kwa niaba ya wazazi na wanafunzi ambao wamepokea hizi nguo leo, na utapata ya kwamba hawa wanafunzi performance itaongezeka kwa sababu pia watarudi shuleni na mwamko mpya ya kwamba hao pia ni Wakenya tu kama watoto wengine kutoka kwa familia ambazo zinajiweza. Tunataka pia kusema ya kwamba sisi kama walimu tuko na changamoto ya SHA. Utapata ya kwamba mwalimu ambaye ana bibi yake mtoto, SHA imeshindwa kuwajibika. So tunaomba ya kwamba tukifungua tena upya, tunataka Teacher Service Commission ipatiane walimu matibabu ambayo wanastahili. Walimu wanakatwa pesa mingi, na kama haitafanywa hivyo tutaenda mgomo, kwa sababu hii serikali inasikia tu mgomo, hakuna jambo lingine. Kwa umbali ambao ametuleta siku ya leo, tuko hapa Sirisia kwa sababu ya Mheshimiwa Joseph Lendrix Waswa kwa kuchukua mwito wa wazazi. Na vile tumekuwa tukitembea katika shule, tuliona kwamba wanafunzi wako katika hali tete sana upande wa mavazi. That's why Mheshimiwa Waswa hapa hivi akaamua kwamba avalishe watoto 2,000 zaidi ya 2,500 uniform. Ukiona kuna mashule kadhaa ambazo zimekuja hapa siku ya leo, na tumekuja tu tuhakikishe kwamba watoto wetu wanapata heshima wakati ambao panavaa nguo wakienda shule. Usikuwe na zile nguo ambazo wanaenda shule, wengine nguo zao zimeraruka, wengine wamevaa vizuri, lakini tukifanya watoto wote wakakuwa sawa, hiyo ndio itamaanisha kama kila mtu ataconcentrate katika masomo yake. Langu tu ni kuambia Mheshimiwa Waswa kwamba yako kwa kitu ambayo umefanya, jambo umefanya. Unajua most of the time umekuwa na deal na wazazi, unanunulia wazazi mbegu, unalipia vijana wetu wa university school fees, lakini wale watoto wadogo katika shule ya chekechea na primary hakuna mtu ambaye alikuwa amewakumbuka. Sasa hili lilikuwa jambo wazo mzuri sana kutoka kwako, na mimi naomba tu kwamba uendelee hivyo na ufikirie hata wale watoto wa secondary na pia university. Kwa sasa tumeshona sare 5,800, but kwa leo hapa tunapatiana 2,800, alafu zenye zimesalia tutapatiana Jumamosi ijayo kule Matulo. My name is Joseph Lendrix Waswa. I'm a businessman. I'm into businesses such as micro lending, insurance, as well as private security. But today I'm here as a parent, as well as a patron of the Joseph Waswa Foundation, which economically empowers the less fortunate in the society. Today, as the Joseph Waswa Foundation,
We are here to distribute essentials likes of uniforms, sanitary towel, as well as exercise books. I know most of the people might ask themselves, why are we doing this? But we are doing this because I personally, I was raised in a humble background, and I understand the meaning of the importance of having these school essentials. Ningependa tu kusema ya kwamba tuko hapa siku ya leo. Tumekuja hapa kama wakfu wa Joseph Lentrix Waswa, na tumekuja hapa kusaidia shule zetu, watoto wetu ambao wako shule za primary school. Tunajua ugumu ambao wazazi wanapitia kupata sare za shule na vitu ambazo za maana ambazo zinahitajika katika mwanafunzi wa kawaida ili aende shule. Tumekusanyika hapa siku ya leo kwa sababu tunaelewa ya kwamba wazazi wetu wana shida za aina mbalimbali, na chenye tulifanya tukakuja kama wakfu tukasema tusaidie hii foundation ni kwa sababu shida ambazo zenye wazazi wetu wanapitia hapa mara kwa mara. Tunajua kwamba kuna ukosefu wa kutopata hizo sare, tunajua kwamba kuna ukosefu wa kutopata hata school fees. But leo tulisema kwamba tuanze na mambo ya school fees, na huu mradi utaendelea siku leo. Naelewa ya kwamba kama Mkristo anayeamini kurudisha kwa jamii, Mungu anaweza akisha kubariki, na ni mara ya kwanza baada ya miaka 30 Wakristo na Waislamu wote wanasherehekea mwezi mtukufu wa Ramadhani, na wakati huu ni muhimu kama Mungu amekubariki wewe pia uregeshe kwa jamii. Mpango huu tungeufanya mnapo mwanzo wa mwaka huu, lakini tulikuwa nilipoteza baba mzazi, ikabidi tukabadilisha tarehe ya kupatiana hizi sare za shule, na ndiposa tumeifanya siku ya leo. Na jambo hili tulizingatia kwa darasa la kwanza hadi la 6 kwa sababu there is a transition. Ukifika grade 6 kuna transition ya kwenda kwa shule nyingine, so ndiposa tukaconcentrate from grade 1 to grade 6 because from there hizo sare hazitakuwa na maana. Lakini jambo la muhimu sana, ningependa kuchukua nafasi hii kuwashukuru walimu wetu na stakeholders wote ambao wameunganika kwa hii kazi ili kufanikisha mpango huu, kwa sababu ya wanafunzi wetu, ili wapate nafasi nzuri ama wapate muda wa kuwa na masomo bora. Nataka kuwashukuru sana, na kwa wazazi wote nataka kusema, kwa walimu na wazazi, especially walimu, kwa roho yangu wana heshima kuu sana, manake walimu hawa wanapitia mambo magumu sana. Naelewa ya kwamba kuna changamoto mingi, walimu wamenieleza, walimu wengi pia wanaenda hawana maybe mambo ya lunch. Ikifika lunch time, wanafunzi wanapokwenda nyumbani pia wanaenda kupitia kwa sasa hivi hatujasema maybe tuko kwa mshahara wote wa serikali, lakini kupitia kwa wakfu yetu kuna mazungumzo ambayo tumefanya. Tutazungumza na walimu ili tuhakikishe kwamba shule zote za Webuye West, walimu wote wanaofunza shule za msingi, tuhakikishe kwamba at least wanapata lunch program ya kuwasaidia ili wasalie shuleni waendelee kusaidia watoto wetu. Jambo hili ama program hii tumeanzisha kwa sababu tuna mipango mingi. Mimi mwenyewe nimeeleza ya kwamba iwapo wananchi wa Webuye West watanipa nafasi ya kuwa kama mbunge wao, nimetangaza wazi ya kwamba shule za upili zinaitwa shule kutwa, hakuna mwanafunzi yeyote atakayelipa school fees karo, kwa sababu sisi mimi mwenyewe kama kibinafsi kama Joseph Waswa, kupitia kwa mipango za CDF na mambo yangu na marafiki wenye najuana nao, tuta make sure ya kwamba hakuna mzazi yote atakayelipia karo katika shule ya upili ya day school. So ni hayo tu kwa leo, na mipango mingi bado tunaendelea. Leo tuko hapa tumeunganisha Bokoli na Misihu. Next weekend tutakuwa Matulo na Stiho. So ningependa tu kuchukua nafasi hii kwa shukuru kila mtu aliyefanikisha hii mpango, na tuseme kwamba tuendelee kusimama pamoja ili tulete mabadiliko Webuye West.